kuna swala zima la chakula na tunasema balance diet, umelizungumzia. Hili kwetu wa Tanzania ni jipya, sisi tunakula ili tuishi. Unadhani tunatakiwa kufanya nini hasa? Tutakuja na mkakati wa kina kabisa ili kusudi tuweze, kwa sababu serikali sasa inaingia mzigo mkubwa sana kwa maradhi ya figo, maradhi ya moyo, saratani na mengine ambayo tunaweza tukayazuia kama tutarekebisha mtindo wetu wa kuishi, lakini pia na vyakula tunavyokula. Sasa tunafikiri kwamba nimekwisha toa maelekezo, lazima tujipange kama taifa, tuje na tamko ambalo litaonyesha vyakula ambavyo Watanzania wanapaswa kula, kwa sababu leo hii tunaagiza vyakula kutoka nje ambavyo kimsingi haviwasaidii Watanzania, vinaharibu afya zao, lakini kwa namna nyingine vinaongeza maradhi ambayo tunaweza tukayazuia. Kwa hiyo tumesema tuje na mpango ambao mganga mkuu wa serikali atakwenda kutoa tamko, na Tanzania haitakuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo. Yamefanya mataifa yaliyoendelea, lazima na sisi tufanye, kwa sababu katika miaka ambayo sisi tulikuwa tunakuwa miaka ya 70 tulikuwa tunakula vyakula vya asili ambavyo hatukuwahi kuona watoto au vijana wakiumwa magonjwa ya moyo, lakini hata saratani tuliziona kwa watu wazima. Lakini leo hii watoto wadogo, ukienda pale Muhimbili na kuthibitishia vijana wadogo wa miaka 14, 18, miaka 20 wameambukizwa, wana magonjwa mbalimbali yasiyokuwa ya kuambukiza, haya magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya saratani ambayo tungeweza kuyazuia. Kwa hiyo tumesema lazima tuje na mpango ambao serikali itawaambia Watanzania ukweli vyakula tunavyopaswa kula, na hii itatusaidia sana kupunguza vyakula ambavyo vinaenda kuongeza mafuta, vinaongeza athari kwenye mioyo yetu, inaongeza athari kwenye afya ya kila Mtanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.